Shalom shalom, tunakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina linalozidi majina yote, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka. Ni Mwalimu Chris Deogratias, Question One Injili na Ushuhuda TV. Tunaendelea kuleta ujumbe kadiri Bwana anavyotupa maonyo, na jioni leo tunaendelea kusema na wachungaji wengi wamemwacha Bwana. Wachungaji wa miaka ya 80, miaka ya 90, 2000 mwanzoni walifanya kazi ya Bwana, walisimama katika kweli. Miaka hiyo waliingia katika huduma kwa sababu ya wito, na hata walipofika katika mazingira hawana fedha, hawana chochote, waliomba na Bwana alituma watu na wakawalisha, kama vile alivyomlisha mtumishi wake kwa kumtuma kunguru alete kipande cha mkate, kipande cha nyama. Wakati mwingine Mungu alitenda muujiza jangwani. Ndivyo walivyoenenda hawa watu. Hawakuwa na tamaa za mali, walisimama katika kweli na walihubiri kweli. Lakini kuanzia miaka 2005, 2006 hata sasa wachungaji wengi wameenda kwenye huduma kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya biashara, wakageuza huduma ya Kristo kuwa biashara. Kwa hiyo wengi leo hii hawafanyi kazi ya Mungu tena na hawasimamii kweli. Ishara kubwa ya kwamba huyu si mtumishi wa Mungu ni pale utakapoona anaenda kinyume na neno. Kisoma Isaya sura ya 8 ule mstari wa 10 ule mstari wa 20. Nasema ukiona mtu yote anaenda kinyume na sheria, kinyume na neno la Kristo, kinyume na ushuhuda wa Injili ya Yesu Kristo, basi huyo sio mtumishi wa Bwana. Japo pale Isaya ametumia lugha ya fumbo kidogo, lakini akimaanisha hivyo. Kwa hiyo leo hii huduma ya Kristo haijawa huduma tena. Wachungaji wamemsaliti Yesu. Kifo cha Yesu wanatumia kwa ajili ya kupigia hela. Wamegeuza huduma kuwa biashara. Kwa hiyo wameacha kweli, na sasa upagani unafanyika katika nyumba za ibada. Sasa leo Bwana ametupa maonyo kwa habari ya wachungaji au makanisa wanaofungisha ndoa kwa kuwaambia wanandoa walete pete za uchumba, pete za ndoa. Watumishi, pete sio kazi ya Mungu. Wengi wanajua makanisa ya Kristo, wale waliompokea Yesu, wengi wanafikiri injili imeletwa na wazungu. Hapana, wokovu haujatoka kwa wazungu. Biblia ukisoma Yohana 4:22 anasema wokovu umetoka kwa Wayahudi. Ukristo, wokovu wa kweli umetoka kwa Wayahudi. Kwa hiyo wazungu walichokifanya ni kwamba walistaarabika mapema, walijua kusoma na kuandika kuliko babu zetu wa Kiafrika. Kwa hiyo wakapokea injili sahihi kwa Myahudi, wakaichakachua, ndipo wakaieneza, wakaileta hata Afrika. Kwa hiyo walibadilisha vitu vingi, ubatizo wakabadilisha. Kwa kuwa walikuwa na sera ya kupata watu, wakaamua wabatize watoto. Lakini injili ya kweli hakuna mahali mtoto alibatizwa. Kwa hiyo walibadilisha vitu vingi, ikiwemo pamoja na habari ya pete. Lakini leo hii yamkini wewe ni mchungaji unafanya hiyo kazi bila kujua. Yamkini tusikuletee kama hukumu ya Mungu tu. Ni vizuri ukajua historia. Historia ya pete haikuanzia kwenye Ukristo. Pete imeanzia kwenye upagani na wengi watakuwa ni mashahidi. Wakati wapagani wa Kimisri walipowaheshimu sana watu wao, akina Nimrod na mafarao na wafalme, waliona si vyema kumbukumbu zao zikapotea. Kwa hiyo wakaona namna sahihi ya kuhifadhi kumbukumbu zao ni nyingi, lakini namna ya kwanza ilikuwa ni kutengeneza sanamu. Kama unavyoona katika nchi, watu wanatengeneza sanamu za viongozi wao, wale wanaowaheshimu, na zinawekwa kwenye miji fulani kwa ajili ya kumbukumbu. Nao ndivyo walivyofanya. Lakini awamu ya pili wakaona ni kutengeneza pete. Kwa hiyo Nimrod baada ya kufa, wale watu wake walimheshimu sana, na mke wake Semiramis akadanganya ile jamii kwamba huyu Nimrod kwa kuwa ni Mungu hafi, kwa amegeuka kuwa jua. Kwa hili joto tunalolipata na huu mwanga tunaopata ni upendo wa Mungu wetu Nimrod. Kwa hiyo tuendelee kumheshimu. Na hata alipopata ujauzito kwa ajili ya mtoto wake Tamuzi, akasema nimepata ujauzito kwa kujiwa kwa uweza wa Mungu, yaani Nimrod. Ndio maana hata wapagani walipojiunga na lile kanisa la kwanza la Wakristo, wakasema huyu mwanamke anafanana na mama Mariamu. Kwa hiyo kwa kuwa huyu ni malkia wa mbingu, ndio wakadanganya kwamba Mariamu ni malkia wa mbingu. Hata leo wako watu wanamwabudu malkia wa mbingu
huyu mwanamke, huyu pepo, huyu jini, wakijua wanamwabudu Mama Maria. Lakini hata kama wangekuwa wanamwabudu Mama Maria kibiblia, mtu yeyote aliyefanya kazi ya Mungu ni mtumishi wa Mungu, hastahili kuabudiwa wala kusifiwa. Kwa hiyo wakatengeneza sasa ule upendo wa pete wa jua, kwa kuwa lenyewe toka mwanadamu anaumbwa mpaka anakufa anashuhudia tu kwamba jua linang'aa, linaendelea kutoa nuru ya joto na mwanga. Kwa hiyo ikaonekana ni upendo usio na mwisho, ndio maana wakaamua kuleta pete. Kwa hiyo pete nyingi walizozileta ni kwa ajili ya kuashiria upendo wa Mungu jua, upendo wa jua. Kwa hiyo pete, asili ya pete ni kuenzi miungu ya kipagani. Baada ya hapo pete zikaanza kutumiwa na wafalme. Kisoma hata wakati Nebukadreza anatoa waraka na nini, walitumia pete, walitumia pete. Hata hao viongozi wa dini kubwa, mihuri yao na nini ilikuwa ni pete. Pete aliyovaa mikononi ndio iliyotumika kama muhuri, ndivyo ilivyokuwa. Baadaye hizi pete zikaanza kuvaliwa na watu mashuhuri duniani, watu wenye fedha, matajiri, wasanii wakubwa. Kama mnavyoona leo hii kuzimu inapoleta jambo lolote duniani, makufuru yote duniani, wanaanza kucheza na wasanii maarufu katika nchi husika. Kwa mfano Tanzania, utaona msanii analeta nywele zinafika mpaka miguuni. Mwingine sio, anaanzisha wanaume wanaanza kuvaa nguo zenye design za wanawake kwa ajili ya kupinga lile neno kwamba mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, kwa sababu kwenye upande wa wanawake wameshafanikisha sasa hivi wanawake kuvaa suruali imeshakuwa ni jambo la kawaida. Kwa sasa wanaanza kuhamasisha wanaume kuvaa mavazi yanayowapasa wanawake. Kwa hiyo wanaanza na wasanii. Kwa hata pete wakaanza kuvaa wasanii wakavaa mwishoni. Maana ukisoma Mathayo 13 Bwana Yesu alisema alipanda mbegu njema, lakini walinzi walipolala, shetani akaja akapanda magugu. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Wakristo kwa kuwa ni vipofu, walipoona watu wanavaa pete wanapendeza, walipoona pete zinatumika kwenye maagano kadha wa kadha, basi nao wakaiga na wakaleta madhabahuni. Kwa hiyo pete ikaingia taratibu makanisani. Sasa dhambi yoyote ikishafanywa na watu wa kizazi fulani kwa mwendelezo kwa muda mrefu na wote, hiyo dhambi inaonekana kuwa ya kawaida na inaonekana kuwa ni sehemu ya utamaduni, na mwishoni inaonekana ni jambo tu la kawaida. Kama ilivyo leo wanawake kuvaa suruali, walianza makahaba, baadaye ikaonekana sasa hivi zikawa ni kama vile tu sale. Hata makazini sasa hivi watu wanavaa, angalia walimu wanapenda kuvaa suruali sasa, wanadai hata kwa maafisa wao wakubwa na nini, madaktari, kila kona. Lakini mwanamke haruhusiwi kuvaa suruali. Hilo jambo tunalitangaza mara nyingi kwa sababu leo hii yamkini karibu wanawake wote wana suruali kwenye mabegi yao na wanavaa suruali. Wengine wanasema wameokoka, lakini hakuna aliyeokoka ambaye ataenda mbinguni ikiwa alivaa suruali. Kwa hiyo tunazungumza habari ya pete. Ninyi wanandoa ambao mmefungishwa ndoa kwa kuvaa pete, eleweni wazi kwamba yoyote anayevaa pete anafanya agano na miungu ya kipagani, hata ingia mbinguni. Na wewe mchungaji unayefungisha ndoa kwa kuvesha watu pete, wengine kutamka agano lile la shida, la taabu, katika shida na raha, hapana. Hakuna maandiko ambayo yanazungumza wewe kuhani utamke laana katikati ya kufundisha ndoa, wala uveshe pete. Pete za ndoa, pete zote za uchumba, pete hizi mnazoona watu wanapita wanauza, nyingine bahati nzuri utaona zina pembe tatu, nyingine zina jicho la shetani. Zote kwa ujumla wake ni miungu. Ukisoma Mwanzo 35, Yakobo alipoambia wana wa Israeli jiandaeni kwa ajili ya ibada, walitoa miungu yote, visanamu vyote na nini, lakini pia na hereni, lakini pia na pete. Zote zilizokuwa Isaya 3 pia imezungumza habari ya pete za ndoa. Pete zote kwa ujumla wake ni miungu. Wewe unayejiona umeokoka, uliveshwa pete, unayo namna sasa, tupa pete yako, ifukia. Wakati unafukia usifukie tu, usitupe chooni wala jalalani, maana ni malango ya kuzimu pia. Tamka kwamba ninavunja agano na ushirika wote uliofanywa kwa njia ya pete, kisha ifukie ardhini na usivae pete tena. Lakini naomba nisi wachungaji unayefungisha ndoa kwa kuvesha pete, uko kwenye kanisa ambalo limeingiza hilo ndio fundisho, unatamani kumtumikia Mungu pasipo hatia, sio chini ya ghadhabu yake,
tunakukaribisha. Ni kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Hatuna pete, hatuvishi pete kwenye ndoa. Kwa hiyo mtumikie Bwana katika furaha, mtumikie Bwana katika usahihi wote, ili ile siku ya hukumu usiwe na kizuizi, usizuiliwe kuingia mbinguni. Hakuna waliovaa pete wanaoruhusiwa kupita katika geti la mbinguni, iwe ni pete za urembo, pete za ndoa, pete za aina yoyote. Kanisa lolote ambalo linang'ang'ania pete, naona wakuu wa dini wameinuka na kukashifu na kusisitiza matumizi ya pete. Mwenye macho haambiwi tazama. Biblia inasema mtu yote asikudanganye kwa elimu yake ya bure. Biblia ndio mwongozo wa Kristo. Mwambie habari ya pete iliponenwa katika Biblia, ili mtu yote asije akakudanganya. Wakusikia sikia, wakushupaza shingo shupaza shingo, ila ikumbuke ya kwamba Bwana alileta waonyaji, na sisi leo tunakuletea habari ya pete ya ndoa. Wewe ambao umefunga ndoa ukavaa pete, vua pete yako, vunja ile agano kwa maombi. Jitenge na miungu ya pete, miungu ya kipagani, halafu ifukie, usitupie chooni, kama vile unavyosisitiza kwa habari ya vitovu vya watoto. Usitupe chooni kitovu cha watoto. Fukia ardhini, tamka baraka kwa mwanao, maana kitovu ndio kimebeba hatima ya mtoto wako. Ndivyo hivyo ambavyo tunasisitiza. Ni Mwalimu Chris Deogratias, kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Tuko ni marafiki pia wa mtumishi Aston Adam Mbaya, yule ambaye wengi wamesikiliza ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu. Tunakukaribisha sana wewe mchungaji ambaye umechoka kumtumikia Mungu chini ya ghadhabu, wewe Mkristo ambaye umechoka kwa mafundisho potofu, wokovu wa bandia, wokovu wa kuvaa mawigi, wokovu wa kubatizwa kwa utatu, wokovu wa ubatizo wa visima, wokovu wa kuchangishwa michango, wokovu wa kuvaa marasa, rangi za midomo. Ukiingia katika kanisa ukiona mama mchungaji ananing'iniza hereni, paka rangi za kucha, rangi za midomo, ujue ni roho ya Yezebeli kwa hapo mahali. Wakorintho wa pili 6:17, ondoka. Usishike chochote kilicho kichafu, kibaki ni kwa hasara yako. Usiseme atahukumiwa peke yake. Ufunuo 18:4 anasema ondoka kwake, maana dhambi zake na machukizo yake ni mengi, naye amesikia, na ukibaki hapo utahukumiwa pamoja naye. Tuko kwenye wakati mbaya sana. Shetani ameruhusu wokovu, lakini akaingiza wokovu wa bandia, akaingiza machukizo kanisani. Leo wengi wanashangilia tumeokoka, lakini hawaendi mbinguni. Kwa hiyo wewe unayesikia injili, sikia injili ya kweli. Bwana akupe kuelewa, Roho Mtakatifu akufundishe, akuthibitishie kwamba ndio injili ya kweli, ndio ile injili ambayo Yesu aliahidi kwamba mwisho hautafika mpaka injili ya ufalme, injili ya utakatifu itakapohubiriwa kwa vizazi vyote, ili wakuliandaa kanisa takatifu lisilo na doa ila wala mawaa yoyote, litakalostahili kuingia mbinguni. Mbingu ziko tayari, bwana harusi yuko tayari, lakini anamwangalia bibi harusi, hafanani bado na bibi harusi. Yako makanisa ya wokovu, lakini watu wamejipamba kwa mapambo ya Yezebeli. Leo Yezebeli ndio anatawala, watu wanashangilia, wanafikiri wanao Yesu, kumbe wako na Yezebeli. Kwa hiyo tunahubiri injili ya utakatifu. Unayesikia na usikie, njoo, simama sasa, Bwana yu malangoni. Bwana akubariki. Shalom shalom. Ni Mwalimu Chris Deogratias. Usiache kushare video hii, share kwa wachungaji wengi, share kwa Wakristo wengi, hasa wale wanaoamini ya kwamba wameokoka, kumbe wako chini ya wokovu wa bandia na wanaenenda katika ghadhabu ya Bwana na hawataingia mbinguni. Wewe mchungaji, wewe mshirika Mkristo umevaa pete, ni tangazo. Wakusikia sikia, wakushupaza shingo shupaza shingo. Shalom shalom. Bwana kubariki sana. Usiache kusubscribe na kushare. Bwana kubariki.